Raila Amolo Odinga ameaga dunia tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, yani tarehe 15 Oktoba, ikiwa ni moja kati ya siku muhimu ambazo zitakumbukwa kwa taifa la Kenya. Kwa Wakenya wengi, Raila hakuwa tu mwanasiasa, alikuwa alama ya ujasiri, sauti ya walio kimya na taswira ya mapambano yasiyoisha. Kifo chake hakikuwa tu mwisho wa maisha, bali ni ukurasa uliofungua mazungumzo mapya. Je, urithi wake utaendelea kuishi? Kenya itapata wengine wengi kama Raila Odinga? Na je, huyu Raila Odinga ni nani hasa? Maswali yako haya yote yatajibiwa leo katika makala hii. Asante. Asante Wakenya wenzangu. Nimeona kama mmechoka na uhuru. Mimi Raila Amolo Odinga nimechoka na unafiki wa Uhuru Kenyatta. Nimetoka na ujeuri wa Uhuru Kenyatta. Sasa leo namwambia Uhuru Kenyatta na Ruto yake aje na timu yake. Mimi niko na timu yangu ya NASA, tukutane nao uwanjani ana kwa ana. Raila Odinga alikuwa waziri mkuu nchini Kenya na amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Raila amefariki wakati akifanyiwa matibabu katika hospitali moja nchini India. Rais wa Kenya William Ruto ametangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Raila Odinga, na katika hotuba yake kwa taifa kupitia televisheni, Rais Ruto amemtaja Odinga kama mzalendo mwenye ujasiri usio wa kawaida. Rais Ruto pia ametangaza kuwa Odinga ataandaliwa mazishi ya kitaifa kwa heshima kamili, lakini pia ameongeza kuwa serikali ya India, ambapo waziri mkuu huyo wa zamani alipokuwa akipatiwa matibabu, imejitolea kuhakikisha mwili wake unafikishwa katika taifa la Kenya na kufanyiwa taratibu nyingine za mazishi. Ujumbe unaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa taifa la Kenya Musalia Mudavadi na mjane wa Odinga Mama Ida Odinga unatarajiwa kusafiri kuelekea India kusimamia mipango hiyo. Kumekuwa na uvumi kuhusu afya ya kiongozi huyo wa ODM katika wiki za hivi karibuni na majuzi baada ya kutoweka kwenye hafla ya umma mwezi uliopita. Odinga, ambaye amemwacha mjane na watoto 3, ni mwanasiasa mashuhuri wa Kenya ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013. Atakumbukwa kwa kupigania uhuru wa demokrasia, haki za binadamu na mabadiliko ya kitaifa. Raila Odinga alikuwa mtu mashuhuri katika siasa za Kenya na Afrika Mashariki. Akiwa mwana wa mpiganaji Uhuru Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, Raila alisomea Ujerumani Mashariki kabla ya kurejea nyumbani miaka ya 70. Aliwekwa kizuizini kwa miaka 6 baada ya kutuhumiwa kuhusika na jaribio la mapinduzi la mwaka 1982. Na baadaye alikamatwa tena kwa kushinikiza demokrasia chini ya utawala wa chama kimoja. Alirejea kutoka uhamishoni baada ya kuanzishwa tena kwa siasa za vyama vingi. Kabla ya kuchaguliwa kuwa mbunge, alikuwa na mchango mkubwa katika kukomesha utawala wa miongo kadhaa wa chama cha Uhuru wa Kenya alipounga mkono jitihada za Mwai Kibaki. Raila Odinga, ambaye anajulikana kama Baba, aligombea urais mara nyingi akiunganisha na kuunda upya upinzani, lakini hakuwahi kunyakua wadhifa huo wa juu zaidi nchini Kenya. Vita vyake vikali vilikuja kati ya mwaka 2007, wakati ambao matokeo ya uchaguzi yaligombaniwa na kuzua ghasia nchini Kenya, hatua iliyosababisha makubaliano ya kugawana madaraka yaliyosimamiwa na katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan. Labda tufahamu huyu Raila Odinga ni nani hasa, alizaliwa lini na kwa nini leo taifa la Kenya linamuita baba? Raila Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika kijiji cha Maseno, kaunti ya Kisumu, magharibi mwa Kenya. Baba yake alikuwa ni Jaramogi Oginga Odinga. Alikuwa mwanasiasa maarufu na makamu wa kwanza wa rais wa Kenya baada ya uhuru. Raila Odinga alisoma shule ya Maranda, kisha akasafiri hadi Ujerumani Mashariki kusomea uhandisi wa mitambo katika chuo kikuu cha Magdeburg.
Akiwa huko alianza kuelewa siasa za kijamii na mapambano ya uhuru, mambo ambayo yaliunda misingi ya maisha yake ya baadaye. Akiwa amerejea Kenya miaka ya 1970, Raila alianza kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi, lakini damu ya kisiasa kutoka kwa baba yake haikuweza kufichwa wala haikuweza kumwacha huru. Alijiunga na harakati za upinzani dhidi ya utawala wa chama kimoja cha Rais Daniel Arap Moi. Mwaka 1982 alishukiwa kuhusika na jaribio la mapinduzi lililofeli dhidi ya serikali ya Moi na akafungwa jela kwa miaka 6 baada ya hukumu. Huo ulikuwa mwanzo wa maisha ya mateso, upinzani na mapambano yasiyoisha kwa jina la demokrasia. Miaka ya 1990 Kenya ilikuwa ikitikiswa na vuguvugu la kutaka mfumo wa vyama vingi, na Raila alikuwa mstari wa mbele kupitia chama cha Ford, akiongozana na wazalendo wengine waliotaka mageuzi. Wakati huo mara kadhaa alikamatwa, lakini hakukata tamaa. Mwisho wa mapambano hayo ulileta mabadiliko. Mwaka 1992 vyama vingi viliruhusiwa nchini Kenya. Lakini pia Raila alianzisha chama chake cha NDP, baadaye kikafahamika kwa jina la ODM, yani Orange Democratic Movement, ambacho kiliibuka kuwa nguvu kuu ya upinzani nchini Kenya. Raila Odinga amegombea urais mara 5, na kwa mara ya kwanza aligombea mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022, na kila mara matokeo yamekuwa na utata. Mwaka 2007 Kenya ilikumbwa na ghasia baada ya uchaguzi. Kupitia usuluhishi wa Umoja wa Mataifa chini ya Kofi Annan, Raila alikubali kuwa waziri mkuu katika serikali ya muungano wa Rais Mwai Kibaki. Wakati huo alisimamia miradi mikubwa ya maendeleo na mageuzi ya utawala. Wakenya wengi walimuona kama kiongozi wa matumaini mapya. Na baada ya miaka mingi ya siasa za misukosuko, mwaka 2018 alileta tukio lisilosahaulika nchini Kenya, ambapo Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta walifanya kile kilichoitwa handshake, ishara ya amani na maridhiano ya kitaifa. Tendo hilo liliweka historia mpya ya umoja nchini Kenya, ambapo mwaka huo huo Umoja wa Afrika ulimteua Raila kuwa mwakilishi maalum wa miundombinu barani Afrika, akihimiza ushirikiano na maendeleo katika bara lote. Leo Raila Odinga anatambulika kama baba, jiwe lenye heshima ya upendo kutoka kwa wafuasi wake. Lakini pia wengine humuona kama mpigania uhuru wa pili aliyeweka maisha yake rehani kwa ajili ya demokrasia na haki. Ameandika historia kama kiongozi ambaye hakukata tamaa hata pale milango ya ikulu ilipofungwa mara 5 mbele yake. Katika kila taifa kuna mashujaa wanaochoma mishumaa yao ili wengine waone mwanga. Raila Amolo Odinga ni mmoja wa mashujaa hao. Safari yake ni ushahidi kwamba mapambano ya kweli hayapimwi kwa kushinda viti, bali kwa nguvu ya kusimama imara, bila hofu, bila kukata tamaa. Huyo ndio Raila Odinga ambaye Kenya inamlilia leo. Taifa la Kenya, Afrika Mashariki, hakika tumepata msiba mkubwa. Kama ndiyo mara yako ya kwanza unatembelea channel hii, fanya kusubscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mara tutakapoziachia. Mimi naitwa Ndaki William, nikukaribishe na nikutakie majukumu mema. Hadi wakati mwingine, kwa heri.